Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Idi Jengo kutokea Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Leo tulikuwa tuna semina maalum ya watoto na kesho tutakuwa na semina hii ikiendelea inayohusu wazazi. Semina yetu hii ya leo inahusu watoto. Binafsi nilikuwa na jukumu la kuwasilisha mada iliyokuwa na kichwa cha habari nasema jitambue, jithamini, jiamini. Katika jambo hili, miongoni mwa mambo ambayo nilikuwa nimekusudia kuyazungumza ni kueleza tu kwa upana tatizo ambalo jamii yetu leo inakumbana nalo, hususan kwa watoto wetu. Na moja ya eneo ambalo tulikuwa tunalitazama sana kama ndio mbegu aidha ya kufanya mambo yawe mazuri ama ya kufanya mambo yaharibike ni utambuzi. Na kwa muktadha wa mzungumzo wetu ni kwamba jamii ya binadamu inaweza kuendelea na kuwa jamii bora kama wale wanadamu waliopo kwenye jamii hiyo watapandikiziwa utambuzi. Na utambuzi sio jambo linaibuka tu kwa binadamu, ni jambo ambalo lazima mwanadamu afundishwe, ni jambo ambalo lazima mwanadamu alelewe kwalo, ili mwanadamu yule akitoka kwenye ile jamii basi awe ni mtu ambaye ana heshima na ana thamani iliyokuwa kubwa. Na katika muktadha wa mazungumzo yetu tulizungumza mambo makubwa matatu tunapozungumza swala zima la kujitambua. Moja katika jambo tulilozungumza, tunapozungumza kujitambua basi ni mtu kubeba mambo makubwa manne kwa wakati mmoja. Moja ni mtu kujua nafasi yake. Lakini pili, kujua wajibu wake. Lakini tatu, kujua malengo. Lakini la nne ni kujua namna gani anaweza akatekeleza kwa namna iliyokuwa bora na namna iliyokuwa ya sawa sawa. Sasa kama mambo haya manne yote ukiyatazama kwenye jamii yetu yana ulegevu kidogo. Na mambo haya yameanza kwa sababu watoto tunaowalea hatupandikizi fikra za kiutambuzi wakiwa watoto. Sisi tunaamini ni watoto, lakini hawa ndio washindi wa jamii yetu. Ukiona vijana wa leo basi ni vijana ambao wamepitia kwenye utoto. Kwa hiyo kama wangekuwa wamepandikiziwa utambuzi vizuri, basi vijana hawa wangefika kwenye hatua ya kujithamini, wakathamini rasilimali zao, wakathamini rasilimali za wazazi wao, na wakathamini rasilimali za nchi na yale yote yaliyopo kwenye nchi. Lakini wakipata kujithamini, basi ni mategemeo yetu wale watu ama hao watoto tunaowalea ama vijana wetu, basi wanaweza wakajiamini kwa kufanya mambo yaliyokuwa mazuri na mambo yenye tija kwenye jamii yetu. Sasa kwa muktadha mazungumzo yetu, moja ya jambo ambalo binafsi nilizungumza ni jambo hili la kujitambua. Na hili ukilifanyia utafiti vizuri, basi utagundua kihakika kabisa bado tuna changamoto kubwa ya kujitambua. Kwa hiyo mengi yanayojiri kwenye jamii yetu ukiyaweka kwenye mizania ya kuyapima, utagalogundua ni kwamba jamii imekosa muamko wa utambuzi. Na muamko wa utambuzi ukikosekana kwenye jambo lolote, basi tegemea mambo mengi ya jamii ile kuharibika. Kama kuna miundombinu, basi watu wataipuuza. Kama kuna rasilimali, basi watu watazipuuza. Lakini yote yatapata thamani kubwa kama tu patakuwepo na fikra za kiutambuzi ambazo zimetangulia. Hilo kuna njia nyingi, jamii yetu ni kubwa sana. Hilo linajulikana na linafahamika. Lakini juhudi za kuyafikia makundi yote kwa wakati mmoja pia sio jambo jepesi. Lakini sisi tumeanza jambo hili na ni makusudio jambo hili litaenda maeneo mbalimbali. Kwanza litakuja paka mitaani. Tutakuwa tunaratibu kwenye mitaa yetu kwa na semina hizi. Lakini jambo hili kama tutapata nguvu pia litaenda paka mikoani, kwa sababu ni jambo limekuwa na mwitiko mkubwa na linaonyesha kwamba vijana wakifanywa mambo haya mashuleni, wakifanywa mambo haya kwenye vituo maalum vilivyoratibiwa, basi ni imani yetu mambo haya yatakuwa ni chachu ya kuleta mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo tunajiandaa na tunategemea kuna watu watatuunga mkono na kutupa nguvu kwenye kuyafikia maeneo mbalimbali kwa kushirikiana kwa pamoja na wanajamii mbalimbali. Sisi tuko kama viongozi na wasimamizi kutoka hapa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Yoyote ambaye atakuwa na rai na kufacilitate jambo hili, basi sisi tuko tayari kuliunga mkono na tutashirikiana naye kuwasilisha mada na kufanya ambaye yale yaliyoko kwenye uwezo wetu ili kuwafikia watoto wetu, kuifikia jamii yetu na hatimaye jamii yetu ipate mabadiliko na kusimama katika msimamo uliokuwa mzuri na wenye kupendeza.